Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Mwanzo mwema wa juma, mpenzi mtazamaji wa ratiba toka Kivu Leo 24, mjambo na karibu katika matangazo ya Novemba 24 mwaka wa 2025. Natasha Mingo Andrea ni msomaji wa siku. Tunakutangazia toka mashariki mwa DRC Sauti Kivu. Tuweze kuangazia dira zetu na jiji la Uvira. Jiji la Uvira na maeneo jirani katika eneo hilo mkoani Kivu Kusini imekumbwa na mfululizo wa matukio ya kikatili yanayosababisha vifo vya watu angalau 8 na wajeruhi 20 ndani ya siku 3 kuanzia Jumamosi tarehe 22 Novemba hadi Jumapili tarehe 23 Novemba mwaka wa 2025. Vurugu hizi zimeathiri maeneo kadhaa ikiwemo Uvira, Sange na Luvungi. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na kanisa la Kikatoliki la Uvira, watu 2 wameuawa na zaidi ya 5 kujeruhiwa wakati wa sherehe ya vijana wa jimbo Fete de la Jeunesse Diocesane iliyofanyika Luvungi katika mabonde ya Ruzizi. Mashahidi wanasema mtumiwa wa mashambulizi hayo ni Huruma anayefahamika kama mzalendo bandia na aliyewahi kuwa mlinzi wa parokia ya Sainte Famille. Katika eneo la Sange, jamii ya kirahia inaripoti kuuawa kwa wazalendo 2 kufuatia mapigano ya ndani kati ya makundi ya Kamama na Ngoma Nzito. Migogoro ya mara kwa mara kati ya makundi haya imekuwa chanzo cha kuzorota kwa hali ya usalama. Vurugu ziliendelea tena siku ya Jumapili wakati jeshi la FARDC lilitangaza kuwa watu 4 waliuawa na wengine 14 kujeruhiwa katika machafuko yaliyochochewa na watu wanaojifanya wazalendo bandia. Jeshi lilitoa taarifa likisema FARDC inalaani tena mpango wa kishetani wa maadui wanaotaka kutumia wazalendo bandia kutafuta njia ya kutoroka baada ya kukwama mbele ya nguvu thabiti na isiyozuilika ya jeshi la kitaifa lililoamua kutekeleza majukumu yake ya kulinda nchi. Machafuko haya yaliyotokea Jumapili yamevuruga shughuli katika jiji la Uvira. Waandalizi wake walilenga kuvuruga maisha ya raia pamoja na kuzoofisha juhudi zote ambazo zimekuwa zikifanyika hadi sasa kumsaidia kamanda mkuu kuleta amani ya haraka katika sehemu hii ya mashariki mwa DRC. Hata hivyo, uingiliaji kati wa FARDC ulifuatilia milio ya risasi iliyokuwa ikipigwa kati ya makundi mawili ya wazalendo bandia. Tukio hilo lilisababisha vifo vya watu 4, askari 1 wa FARDC, wazalendo 2 na mtembeza bodaboda mapikipiki 1. Watu 14 wamejeruhiwa wakati 9 wakiwa raia, 2 wanajeshi wa FARDC na 3 wazalendo. Pia bunduki 3 aina AK-47 zilikamatwa kutoka kwa wahusika. Baadhi ya wajeruhi walipelekwa hospitalini ya kiongozi wa jeshi, wengine katika hospitali ya rufaa ya Uvira. Uchunguzi unaendelea na taarifa zaidi zitatolewa katika saa zijazo. Hali hii ya kutokuwa na usalama pia imeathiri mwenendo wa shughuli za masomo. Jumatatu hii, wanafunzi wengine hawakuweza kuhudhuria vipindi vya alasiri, huku wengine wakilazimika kurudi nyumbani mapema kutokana na msongo na hofu inayotanda jiji la Uvira. Habari za kijamii. Wagombea wa shindano la Miss Excellence Junior 2025 hivi karibuni wameelimishwa kuhusu mila mbalimbali. Mpango huu unalenga kukuza utamaduni na kuhimiza kurejea kwa uasili. Ilifanyika wakati wa maonyesho na majadiliano yaliyoandaliwa na shirika la Miss Excellence kwa ushirikiano na Raremask mwishoni mwa wiki iliyopita katika jiji la Bukavu. Mpango huu unatokana na uchunguzi kwamba watahiniwa wengi wa shindano la Miss Excellence Junior 2025 hawakuwa na maelezo ya kutosha kuhusu asili zao, mila na maadili mengine ya kitamaduni. Mashirika ya Miss Excellence na Raremask yameamua kutoa mafunzo na kuwaelimisha washirika wa shindano hilo kuhusu maadili ya kitamaduni kupitia maonyesho ya vinyago, sanamu,
mavazi na kazi nyingine za sanaa kutoka makabila mbalimbali ya DRC. Kulingana na Bi Daniela, mratibu wa shirika la Miss Excellence, onyesho hili litaboresha tumeorganize hii exposition na Maison Masquerade kwa sababu tulitambua kama wadada ambao tunatumika nao ndani ya hii competition iko sa manque, habana makonaissance za mingi sana juu ya tradition zetu, ya mila zetu gisi tunasemaka. Na she tukajiambia gisi tuko nabo mwa hii periode tunaweza kubasaidia tukomble ile vide, peut-être pas à 100%, mais tunajikaza hata ku 40%, 30% tueseye kuba patia ingine manotion kuma culture zetu gisi vilikuwaka mbele, hivi vinaserviraka kwa etu. Kwa upande wake Bi Paula Furaha Mpara, mkuu wa Rare Mask, anafurahishwa na mpango huu na anatetea usaidizi wa shirika lake katika kuongeza uelewa kwa vijana kuhusu mila na kurejea katika uasili. Ujumbe ilikuwa ni kuita tena batu kurudia kumila ya kwetu. Tupate kujua kama kwenye tulitoka na bitu gani yenye tunapaswa endelea kufanya. Deja kulikuwa maske fulani za matribi fulani zilikumbusha batu origine zao na wenye walikuwa bazijue, balikuwa wako wanashtuka na ilikuwa kitu yenye kilibafurahisha kabisa. Kubenye wali asiste isiko ya kwanza na isiko ya mwisho, na kubenye waku asiste yengine siku inafika bajikaze bajipresente juu ni na benye balikuwa banaweza kushuhudia gisi ilikuwa vraiment riche. Na ingine tunatoa kwa wazazi batu soutenir na batu accompagner mwa hii hatua yenye tuko nafanya juu ya mila ya kwetu. Ikumbukwe kuwa gwaride la wagombea wa shindano la Miss Excellence Junior 2025 lilionyesha barakoa za kitamaduni, sanamu na mavazi yaliyoandaliwa na kufuatiliwa na mjadala kati ya washirika mbalimbali wa maonyesho haya. Habari za madini, kuwatia moyo vijana kumuendelea kumwacha Yesu aweze kuwa kitovu cha maisha yao. Ujumbe kutoka kwa vijana wa shirika la Kiro kando ya sikukuu ya Kikristo mfalme wa kanisa Katoliki iliyosherekewa Jumapili Novemba 23 mwaka tulimo. Sikukuu ya Kristo mfalme ni fursa adhimu kwa Wakatoliki wachanga kufanya upya kujitolea kwao kwa Kristo na kudhibitisha utambulisho wao wa Kikristo katika maisha yao ya kila siku, huku wakitangaza ukuu wa Kristo wa ulimwengu mzima juu ya watu wote, jamii zote na ulimwengu mzima. Sikukuu hii inatambulisha kwamba Kristo ndiye kitovu na mwongozo wa maisha ya Kikristo. Ufalme wake unategemea tunu muhimu kama vile upendo, huruma, haki, ukweli na amani. Hapa Bukavu, vijana wa harakati ya Kiro katika parokia ya Mama Yetu wa Amani wanatafsiri sherehe hii kuwa kujitolea kwa kina kwa maadili ya Kikristo. Vijana hawa wanahimizwa kumwacha Yesu awe kweli kiini cha maisha yao, mfalme wa maisha yao, si kama mtawala wa mbali, bali kama mwanandani wa kila siku anayetawala kwa upendo na huruma. Katika tukio hili, mkuu wa shirika la Kiro, Bwana Joel Muderwa, anamwalika kila Mkristo kijana kuishi kama Kristo kwa kutumikia na kuwainua wengine. Anakumbusha kuwa maadhimisho haya yanajumuisha utambulisho wao na kila wakati wa kufanya upya viapo vyao. Ni sikukuu ambayo inatukumbusha ya kwamba Kristo ni viongozi wa kila kitu, viongozi wa kiumbe kyote, ya kila mtu. Inakumbusha kila Mkristo ya kwamba Kristo anapasha na kuikala katika maisha yake. Kristo ana ufalme wa upendo, wa huruma, wa haki, wa ukweli na wa amani.
Hiyo sherehe inatukumbusha pia kama kila Mkristu anapashwa na kuishi kama na yeye Kristu, kupendana, kuhurumiana na kuinua wengine. Katika kundi yetu ya Kiro, sikukuu ya Kristo Mfalme ni sherehe kubwa, kwani ni siku ambayo tunasherekea kundi letu la Kiro katika ulimwengu. Ni siku inakumbusha kila kijana wa Kiro, inakumbusha hiyo maagano yenye tulifanya mbele ya Kristo. Inakukumbusha ideale kuishi na wengine katika Kristo, na sharte yetu ya Kiro na maobjektife zetu za Kiro zinaweka Kristo katikati ya maisha ya kila Mkristo, ya kila jeune kijana anapatikana katika movement yetu ya Kiro. Kama ukumbusho, Kiro ni shirika la vijana wa Kikristo linaloanzishwa nchini Ubelgiji mwaka wa 1984 na linafanya kazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko. Lengo lake ni malezi kamili ya vijana, ya familia na shule, hasa kupitia shughuli za ziada na imani hai. Habari tu za kijamii. Kuimarisha ujuzi wa wasanii wanawake katika Kivu Kusini ili waweze kutumia sanaa kama chombo cha kujenga uhusiano wa kijamii kwa kuunganisha ujumbe wa amani katika ubunifu wao wa kisanii. Hili ndilo lengo la warsha ya mafunzo iliyoendeshwa kuanzia Novemba 20 hadi 21 mwaka tulimo na Jumuiya ya Vijana ya Badilika katika jiji la Bukavu. Kwa muda wa siku mbili, wasanii hao, wanamuziki, watunzi wa mashairi ya vigelegele, wabunifu wa mitindo na wengineo kutoka jiji la Bukavu na wilaya za Kivu Kusini walipata mafunzo kuhusu uongozi wa wanawake na mchango wa sanaa katika kujenga amani ya kudumu katika eneo la Kivu Kusini, hasa ambapo wananchi wanaishi kwa kukata tamaa na kiwewe kuhusiana na hali ya usalama. Marie Rose Mushagalusa, mratibu wa Jumuiya ya Vijana ya Badilika, anaripoti kuwa mabadilishano haya yaliwaruhusu wasanii hao kushiriki uzoefu wao na kuimarisha uwezo wao wa kuchangia katika kukuza uwiano wa kijamii katika jamii zao. Washiriki walieleza kufurahishwa kwao na mkutano huu na kutoa shukrani zao za dhati kwa Jumuiya ya Vijana ya Badilika kwa kuandaa hafla hii ya kuburudisha. Wanaahidi kuunda kazi za sanaa ili kutumika kama madaraja ya umoja kati ya watu. Ikumbukwe kuwa mada kuu ya mkutano huu ilikuwa majukumu ya wasanii wanawake katika kujenga amani na mshikamano wa kijamii. Habari tu za kijamii. Familia kadhaa zinaishi Nchee ikifuatiwa moto uliozuka usiku wa Jumamosi Novemba 23 mwaka tulimo katika eneo la Panzi, manispa ya Ibanda, kando ya barabara kuu ya Majoro Vangu ikiwa mjini Bukavu. Habari hii inatolewa na Jumuiya ya Kirahia ya Force Vive, kitovu cha jamii cha Ibanda, katika mahojiano nasi mnamo Jumatatu Novemba 24 mwaka tulimo. Kulingana na shirika hili la kirahia, watu 4 walijeruhiwa, nyumba 20 zimeharibiwa na moto na zingine 10 zimebomolewa ili kuzuia moto kuenea. Hali hii imeziacha familia nyingi katika hali mbaya kutokana na ukosefu wa nyumba na chakula na kukabiliwa na magonjwa badilika. Kiongozi wa shirika hili la wananchi Murula Machumbiko anatumia fursa hiyo kuomba ushirikishwaji wa mamlaka kuhusika pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali ya ndani, kitaifa na kimataifa ili kuboresha hali ya maisha ya walioathiriwa. Murula Machumbiko alisema, kwa sasa tutaweza sema ya kwamba hiyo tragedi iligusa somo 6 za epe tuendelee, na watu walipoteza vitu vingi, na tutaweza sema ya kwamba kuna kwa watu 4 ambao walumia vikali, na kwa sasa wanapatikana ku centre de santé ya Chidasa wakipewa matunzo. Na kwetu sisi kama vile shirika la raia tunatoa mkono ya pole kwa hizi jamaa zote ambazo zinakuwa wa victime wa maisandi. Habari za trafiki.
Tubainishe kwamba trafiki kwenye sehemu ya Ruchuru Goma na njia ya kitaifa nambari 2 imesimamishwa tena kwa wiki moja huku Nyahanga. Hii ni kutokana na kazi ya ukarabati kwa daraja inayoendeshwa na mamlaka FCM 23. Hili limethibitishwa na msimamizi wa eneo la Ruchuru katika mahojiano na Actualite.cd wikendi iliyopita. Kulingana na wenzetu wa Actualite.cd, daraja hilo liliporomoka wiki iliyopita kufuatia mvua kubwa iliyosomba mtaro kwenye sehemu ya mto Nyahanga katika kijiji cha Bukoma. Kulingana na msimamizi wa eneo la Ruchuru ambaye alitembelea eneo hilo, kazi hizo zinatarajiwa kudumu kwa wiki moja. Aliongeza kuwa katika kipindi hichi hakuna magari yanayoruhusiwa kuvuka na marufuku hayo yanahusu hata watembea kwa mguu. Vizuizi hivyo vipo Burai kwa trafiki kuelekea Goma na Rubare kwa trafiki kuelekea Ruchuru. Hatua hizi zinalenga kuhakikisha usalama wa watumiaji wa barabara na kuhakikisha utekelezaji mzuri na haraka kwa kazi. Habari za ndani zinaeleza kuwa kwa muda wa wiki kadhaa daraja la Nyahanga tayari lilikuwa na dalili za kuporomoka kutokana na uchakavu wake uliotanguliwa na mvua zinazoendelea kunyesha katika eneo hilo la Ruchuru. Watumiaji wa barabara hiyo waliofia kuporomoka kabisa, ambayo inaweza kulemaza trafiki kati ya maeneo kadhaa katika eneo hilo la jiji la Goma. Kama ukumbusho, mto Nyahanga ulifurika kingo zake na kusababisha usumbufu wa trafiki Jumanne Novemba 11 kati ya jiji la Goma na eneo la Kiwanja kwenye njia ya kitaifa nambari 2. Hali hii ilifuatia mvua kubwa iliyonyesha katika eneo hilo jioni ya Jumapili Novemba 10. Takriban magari 10 na lori yalikwama kwenye kinga zote 2 za mto. Hivyo basi umuhimu wa kukarabati daraja hili ambalo lina umuhimu mkubwa wa watumiaji katika sehemu hii ya jimbo la Kivu Kaskazini kunahitajika. Ni haya tu tumekuandalia kwa tarehe ya leo Novemba 24 mwaka wa 2025. Asante kuwa nasi mwanzo hadi tamati. Baki mwaminifu, tukutane kwa dira zingine. Kwaherini. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.